walichokuwa wanakiuliza kwa ajili ya kudhibitisha. Nadhani kwa wajumbe walipewa makabrasha mapema sana, wakayapitia ndio wakaona inafaa ya kupitisha yaliyofanyiwa maamuzi yamefanyika. Kwa hiyo ni wapongeze walioandaa mkutano. Nadhani wanaendelea kufanya kazi nzuri kadri ya uwezo. Mpira wa Tanzania unapiga hatua, sio mbaya, sababu ukiangalia ni kweli tumesogea kutoka kwenye namba ambazo tunazishika ligi bora. Tumeingiza timu 4 kwenye michuano ya vilabu barani Afrika. Timu ya taifa ya Tanzania AFCON ilikuwa kwenye round of 16 ikatoka, si ndio? CHAN kutoka quarter final. Unaona, nadhani ulisikia presentation ilikuwa inafanyika kwamba kuna timu huko za vijana zimefika fainali na nini, unaona. Kwa hiyo tunaendelea kukua. Umeizungumzia ligi bora Afrika hapo Tanzania. Ligi bora inabebwa na mchezo mkubwa pia kiwemo Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. So far maandalizi yenu naona yakikamilika kuendeleza ule ubabe wenu, maana mara 7 pia nayo wanahitaji mtihani kumpiga mtani wako. Sisi kwanza tuko vizuri. Maandalizi tuko vizuri tayari, tuko Zanzibar juzi. Mbona hapo umepata tabasamu hapo? Tuko Zanzibar. Unafuta mpaka na simu. Tuko Zanzibar tangu juzi na maandalizi yalikuwa kwa ajili ya mchezo huu wa kesho tu. Tulikuwa kwenye maandalizi kwa ajili ya ligi nzima. Unajua tumetoka kwenye michuano ya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo majeshi yote tumeelekeza kwenye ligi kuu pamoja na CRDB Federation. Nakumbuka sisi ndio wamiliki wa haya makombe hapa Tanzania. Ndio hiyo maandalizi yetu sisi ya kwa naamini kesho Wanayanga watacheka. Pengine zile takwimu za kumfunga mtani wenu mara 6 mfululizo inawapa hali ya kujiamini kwa kiasi gani kuweza kuwavaa kesho hapo Zanzibar? Si kujiamini, tunaamini timu yetu. Tuna timu nzuri sana kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Na ndio maana hata kwenye michuano ya ligi ya mabingwa nadhani watu hawakutarajia kama ni kwamba tungeonyesha upinzani wa design ile ambayo tulitoa. Sababu tulikuwa kwenye kundi gumu sana. Kwa hiyo ile inatafsiri kabisa kwamba tuna kikosi bora. Kwa hiyo naamini kesho itakuwa furaha. Alex Ngai, umemsikia rais wa TFF hapo akizungumza na kusema kwamba mwamuzi yeyote atakayechezesha pengine kwa kutofuata taratibu atamfungulia mashtaka na kufungwa kabisa na kupotezwa katika mpira wa Tanzania. Umepokeaje kauli hii? Yeye ni rais wa mpira, baba wa mpira nchi yetu. Hayo ni maoni yake ambayo ameyatoa, lakini sijajua labda kutumika kanuni gani ya kuweza kumtoa mtu kwenye football na kumpeleka kwenye mahakama za kiraia. Sababu nadhani imekuwa ni changamoto kidogo kuyatoa masuala ya mpira kuyapeleka kwenye mahakama. Kwa hiyo sijajua labda kwa sababu kuna wanasheria wanaweza kuipitia hiyo, ila sisi tunaamini mwamuzi atakayechezesha kesho na ni Mwinchui. Nadhani ni mmoja kati ya waamuzi wazuri. Naamini atatenda haki. Mimi ni muombe tu kaka yangu Mwinchui achezeshe kwa haki. Akichezesha kwa haki kwa asilimia, sisi kwetu kwa asilimia 85 sisi mechi tumeshinda bila wasiwasi. Na mkumbuke sisi siku hizi tumekuwa hatuna mambo ya kulalamikia sana waamuzi. Unaona, kwa hiyo sisi tunaenda kucheza mechi kutokana na maandalizi yetu jinsi yalivyo. Asante sana.